Karibuni katika ofisi za Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Asanteni sana kwa kuja kwa wingi wenu. Leo tumewaiteni hapa kutangaza rasmi kwamba mwaka huu tutaadhimisha miaka 30 ya VETA, yani Vocational Education Training Authority, au kwa Kiswahili Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi. VETA ilianzishwa kwa sheria ya Bunge mwaka 1994 na kuanza rasmi kazi mwaka 1995. Kwa hiyo mwaka huu VETA inatimiza miaka 30. Kabla ya VETA, mfumo wa kitaasisi wa kiserikali wa kusimamia mafunzo ya ufundi stadi ulikuwa ni idara inayoitwa National Vocational Training Department, NVTD, ambayo ilikuwa chini ya Wizara ya Kazi na Ustawi wa Jamii. Idara hii ilianzishwa mwaka 1975. Kwa maana hiyo, mwaka huu pia tunaadhimisha miaka 50 ya mfumo wa kitaifa, wa kiserikali, wa kitaasisi wa kusimamia mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Kilele cha maadhimisho haya kitakuwa ni tarehe 18 mpaka 21 mwezi Machi mwaka huu. Kilele hiki kitafanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Mgeni rasmi katika maadhimisho haya atakuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Shughuli mbalimbali zitafanyika katika kuelekea kwenye kilele cha maadhimisho haya. Shughuli hizo ni pamoja na kutoa huduma kwa jamii zinazoendana na shughuli za ufundi na ufundi stadi, kama vile kupaka rangi majengo ya umma kama hospitali na zahanati na kukarabati majengo ya shule. Pili, kuendesha maonyesho ya ubunifu wa teknolojia. Tatu, kuendesha mashindano ya ujuzi. Na 4, kutoa tuzo na vyeti vya heshima kwa watu mbalimbali kwa mchango wao katika shughuli za maendeleo ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi hapa nchini. Maadhimisho haya ya miaka 50 ya mfumo wa kitaifa, wa kiserikali, wa kitaasisi wa kusimamia mafunzo ya ufundi stadi na miaka 30 ya VETA. Maadhimisho haya yanakuja wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ameagiza tukamilishe ujenzi wa vyuo vya VETA vya hadhi ya kimkoa katika mikoa yote ambayo haina vyuo vya VETA, na vyuo vya VETA vyenye hadhi ya kiwilaya katika wilaya zote ambazo hazina vyuo vya VETA. Kwa maana hiyo, sasa hivi tunakamilisha ujenzi wa chuo chenye hadhi ya mkoa cha VETA kwa mkoa wa Songwe ambao hauna chuo cha VETA cha hadhi ya mkoa, na tunaendelea na ujenzi wa vyuo 64 katika wilaya 64 ambazo zilikuwa hazina vyuo vya VETA. Kwa hiyo kwa kweli maadhimisho yanakuja kipindi ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amepania kuhakikisha kwamba elimu hii ya ufundi na ufundi stadi inawafikia vijana wote wa Tanzania wanaohitaji kwenda katika mafunzo haya. Maadhimisho haya yanakuja vile vile wakati ambapo VETA ina maelekezo mahususi ya kujenga mahusiano na wale wenye viwanda na wazalishaji wa bidhaa ambazo zinahitaji ufundi au ufundi stadi ambao unatolewa kwenye VETA. Tumekubaliana ndani ya miezi mitatu VETA italeta framework ya mahusiano kati ya vyuo vyetu na viwanda na au wazalishaji wa bidhaa tunazohitaji hapa nchini, ili kutoa fursa kwa wanafunzi wa VETA kujifunza kwa vitendo na kutoa fursa kwa wazalishaji na au wenye viwanda kusaidia kutoa mafunzo kwa vijana wetu na vile vile kunufaika na uwepo wa nguvu kazi hii katika vyuo.
Utaratibu huu utahusisha na urasimishaji wa utaalamu uliopo katika maeneo mbalimbali ya viwanda na au uzalishaji. Kwa mfano, wako wa Tanzania sasa hivi wanatengeneza suti nzuri kwa muda mfupi ambazo zina hadhi ya kimataifa. Ni wajuzi, ni wabunifu. Inawezekana hawajasomea mahali popote. Shughuli za ubunifu wakati mwingine ni utundu wa mtu. Tunawahitaji hao waweze kutusaidia katika vyuo vyetu vya VETA, kwa kuwachukua vijana wanaosoma katika vyuo vyetu kufanya nao kazi. Wajifunze kutoka kwa hawa watu mahiri. Wachukue utaalamu wao kwa vitendo. Na wakati huo watoe nguvu kazi kwa wazalishaji ili waweze kuzalisha kwa wingi zaidi, kuhakikisha kwamba tunakidhi soko la ndani hata na kwenda kuuza nje. Ili kufikia huko lazima kuwe na makubaliano maalum na utaratibu wa wazi ambao unaruhusu yeyote, mzalishaji au mwenye kiwanda, anaweza kaingia katika utaratibu huu kwa ushindani unaokubalika. Ni aina fulani ya public procurement. Mfano mwingine, tunaona ujenzi wa nyumba sasa hivi mzuri unaendelea hapa nchini. Kazi za kupaua zimepamba moto. Kutengeneza frame za madirisha zimepamba moto. Kukunja frame za aluminium kwa mfano kwa ajili ya madirisha zimepamba moto. Taaluma hii, ujuzi huu upo kwa wenye vikundi vyao, makampuni yao ya uzalishaji. Wanawafundisha watu wanaowaajiri. VETA ina maelekezo ya kutengeneza mfumo, framework, itakayowezesha kwa ushindani makampuni haya au watu hao au mafundi hawa kuweza kujenga mahusiano na VETA, ili ujuzi walionao, mwingine unatokana na ubunifu kuliko vyeti vya darasani, waweze kufanya kazi na VETA zetu. Lakini na wanafunzi wa VETA wapate nafasi ya kufanya uzoefu kwa vitendo. Kwa hiyo mwenye kampuni yake, fundi atapata nguvu kazi, itamsaidia. Wanafunzi wetu watapata fursa ya kuweza kujifunza kwa vitendo, na urasimishaji wa ujuzi ulioko huko mtaani utafanyika ili kuhakikisha kweli tunakwenda vizuri. Mfano wa tatu. Sasa hivi hapa nchini wako vijana wengi wanafanya kazi za useremala, nyingine zimefikia viwango vya juu sana. Unaweza kachukua mbao akatengeneza kitu chochote vizuri sana. Kazi ambayo VETA itafanya ni kujenga mfumo wa wazi wa ushindani, kuwatambua vijana hawa, mafundi hawa, ili waweze kufanya kazi na VETA. Vijana wa VETA wapate fursa ya kujifunza kutoka kwa mafundi hawa mahiri, ambao ujuzi wao sio lazima uendane na vyeti vya darasani. Unaweza kusoma mpaka chuo kikuu na PhD lakini huwezi kufanya kazi kama hii. Kwa hiyo mwalimu wa VETA sio lazima awe ni mtu aliyesoma chuo kikuu. Lakini huyu kwa ujuzi na kazi anazofanya na zinazoonekana, jenga uhusiano ili yeye aweze kuchukua nguvu kazi katika vyuo vyetu vya VETA, saidia kuongeza uzalishaji, lakini wanafunzi wetu wa VETA waweze kujifunza kwa vitendo kule wanakofanya. Ujuzi wa fundi mahiri uwe umerasimishwa, ili mwanafunzi atakapomaliza, atakapohitimu, anaweza kaendelea kufanya kazi kwa fundi huyu au kaanza shughuli zake, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tumekubaliana ndani ya miezi mitatu VETA iwe imeshatoa framework ya mahusiano ya viwanda na au wazalishaji, vya mahusiano yatakayotusaidia sisi wanafunzi kujifunza kwenye viwanda hivi au wazalishaji hawa, na viwanda hivi na wazalishaji hawa waweze kunufaika na nguvu kazi iliyoko kwenye vyuo vyetu. Na hapo tutakuwa tumepunguza uhaba wa walimu. Hatuwezi kupata walimu wote tunaohitaji vyuoni. Kazi nyingine ni utundu na ubunifu. Na watundu na ubunifu wapo mitaani huko. Wengine darasa la 7 hawana vyeti, lakini wana ujuzi kwa sababu ya utundu wao na ubunifu wao. VETA ina utaratibu wa kurasimisha ujuzi wao, na hivyo tuwe tayari kuwatumia vile vile kuendeleza kwa wale wanaokuja kusoma katika vyuo vya VETA. Juhudi za kuendelea kuweka vifaa mbalimbali na
kuajiri walimu katika vyuo vyetu vya VETA zinaendelea kwa kasi kubwa, na tunamshukuru sana rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu ameweka msukumo mkubwa sana katika elimu hii ya VETA. Kwa hiyo maadhimisho haya kwa kweli ni kusherehekea mafanikio makubwa ya nchi yetu katika nyanja hii, lakini kujikumbusha kwamba bado tuna safari ndefu, na hivyo tuna kazi moja kubwa ya ziada mbele yetu ya kuhakikisha kwamba ujuzi ulioko mtaani ambao ni mzuri unapimwa kwa ushindani, unatumika vile vile kuongeza ujuzi katika nchi yetu, ili hatimaye VETA hizi ziendelee kuzalisha wataalamu watakaofanya kazi ndani ya nchi na hata nje ya nchi. Na nikumbushe tena, katika baadhi ya VETA nilizotembelea nimekuta wengine wamefundishwa maeneo mengine kama mambo ya madini, wameajiriwa nchi kama Mauritania kama nakumbuka vizuri, Ghana na Kongo kwenye vyuo vyetu vya VETA. Kwa wakati tunasherehekea mafanikio makubwa ya serikali yetu katika maeneo ya VETA haya, tunahitaji kujikumbusha kwamba hii itatoa fursa kwa vijana wetu kuangalia dunia kama ni soko la ajira, sio lazima hapa Tanzania tu, na vile vile kujijengea uwezo wa kuzalisha vitu ambavyo sasa hivi tunaviingiza hapa nchini. Bado tunaingiza suti nyingi kutoka nje, bado kuna furniture zinakuja samani, makochi na kadhalika kutoka nje vinauzwa hapa nchini. VETA iwe ni chachu ya kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo kwa vijana wetu kuweza kuzalisha zile bidhaa tunazoingiza kutoka nje, na vile vile tuweze kuzalisha na kuzipeleka nje. Kwa hiyo kwa kweli ni maadhimisho makubwa. Tunaomba mpeleke taarifa hizi kwa umma wa Tanzania, tushirikiane pamoja katika shamra hizi, na tushirikiane pamoja kutafakari namna ya kuimarisha zaidi na zaidi mafunzo ya ufundi na ufundi stadi hapa nchini kupitia taasisi ya VETA ya kiserikali, lakini vile vile kusaidiana na sekta binafsi kuhakikisha kwamba kwa kweli eneo hili ambalo limepewa kipaumbele kikubwa na rais wetu tunalitendea haki.